Ni msiba mzito ambao umeweza kutokea mamake na Hawa Ibrahim, na siku ya leo tupo na Imelda Mtema ambaye alikuwa ni mtu wa karibu sana wa familia hii, na tunatamani kidogo atuambie msiba huu umemgusaje baada ya ule msiba wa Karena ambaye alikuwa naye karibu sana. Kwanza pole na msiba. Asante, pole na nyie. Asante, lakini msiba tayari umetokea, na kama hivi ulikuwa rafiki wa karibu wa familia, tuseme kama ndugu, tuseme kwa jinsi mlivyokuwa. Kwa upande wako hii imekugusa vipi? Hii imenigusa sana kwa sababu ni mama, alikuwa mama yetu. Tulikuwa tumemzoea, nilikuwa nakuja hata kama Karina hayupo kipindi ya uhai wake, mimi naweza kuja nikakaa, nikalala, yani nilikuwa niko kama family. Hii imetokea ni ghafla au alikuwa anasumbuliwa sana kwa muda mrefu? Japo tulikuwa tunafahamu alikuwa mgonjwa, lakini hatukuwa tunafahamu siku za karibuni alikuwa katika hali gani. Kwa mara ya mwisho ulivyoonana naye alikuwa katika hali gani? Unajua tangu Karina atangulia mbele za haki, mama hakuwa kwenye hali nzuri, kwa maana kwamba alikuwa na masononeko, alikuwa na huzuni, alikuwa anaumia sana kuhusiana na kifo cha mtoto wake. Na hata nilipofika mara mwisho hapa kuonana naye, alikuwa ananiambia kila siku kwake ni kulia, anasema haijawahi kupita siku hajadondosha chozi kwa ajili ya mtoto wake. Pengine tunaweza tukasema hii pia ilipelekea yeye kuwa katika hali hiyo na kuweza kufariki. Inawezekana, kwa sababu hata siku nakuja anasema sijui namuomba Mwenyezi Mungu na sali dua ili anisaulishe, angalau anipumzishe na hicho kilio nisilie, manake naona kama namkufuru Mwenyezi Mungu. Na unajua mama alikuwa ni mtu wa kuswali sana, alikuwa anaswali sana sana. Hata mwaka jana alikuwa ameenda Hija. Kwa hiyo alikuwa anasema kitu ambacho kilikuwa kinamuuma, anasema mwanangu alishaniahidi kwamba mama, siku nikipona nataka nikupeleke Hija mimi mwenyewe kwa hela yangu. Kwa hiyo akawa anasema nicho kilikuwa kinamuumiza, kinamsikitisha. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilikuwa kinampa kama stress, kinampa mawazo, kinapandisha sukari, pressure na vitu vingine. Kwa hiyo pressure ndio imesababisha pia. Alikuwa na pressure, alikuwa na sukari, lakini wanasema hapa hii mara mwisho mpaka anafariki pressure, sukari zote vilikuwa viko vizuri. Ulivyokuwa na Hawa, mara nyingi alikuwa na imani atapona. Vipi mamake na Hawa, yeye kwa upande wake akiwa mgonjwa alikuwa anaelezea vipi? Mama Hawa alikuwa, mimi sijai kuona mama akikata tamaa kuhusiana na maisha yake au kuhusiana na maisha ya mtoto wake. Yeye mama yake ni mtu ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu sana, na kila kitu alisema anakiacha kwenye mikono ya Mwenyezi Mungu. Sasa hivi tunaona kuna baadhi ya watu wamefika hapa, lakini tofauti na kwa Hawa Ibrahim alivyokuepo, alifika mastaa wengi sana, lakini hapa tumemwona Steve Nyerere. Hii kwa nini? Labda ni muda hujafika au nafikiri hawana taarifa sahihi? Kwanza kifo cha mama kimetokea ghafla na ni mchana saa 5, na sasa hivi kwanza ni mapema, watu kila mtu alikuwa kwenye shughuli zake za kazi. Nafikiri jioni watu wengi watakuja, lakini hichi kifo kimeshtua watu wengi sana. Kwa hiyo tarajia kwamba hata mastaa rafiki zake na Karena pia watafika kama ilivyokuwa kwa Karena pia. Unajua mastaa ni kama watu wengine, kama binadamu walivyo, wanaweza wakaenda sehemu na wasiweze kwenda. Kwa hiyo hatutaki kutegemea mastaa. Hapana, msiba hata hauna kusema mastaa ni msiba, ni msiba, kila mtu anapaswa kwenda kwenye msiba, wala sio kuangalia mastaa wamekuja, hapana. Sababu kama zilivyo mila zetu wa Afrika, msiba ni watu wanakimbilia pale kwenye msiba kwa ajili ya kufariji watu na